sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema, tuseme Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. ainuliwe huyu Mungu mwenye nguvu, ainuliwe, ametenda mema Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Apewe sifa huyu Mungu mwaminifu, ainuliwe, ametenda mema, sema Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. seme ametenda mema, Ametenda oh, mema, ametenda mema, ametenda mema, nasema ametenda mema, ametenda kwa kweli mema, ametenda mema, ametenda oh, mema, ametenda mema. ametenda mema. Hallelujah. 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 We're going to sing one worship song in the interest of time. Then we go to the sermon. Amen. 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 Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama leo, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. nasema kwako Yesu twasimama leo. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Seme kwako Yesu twasimama leo. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Hallelujah, 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 hallelujah. twasema wastahili, wastahili Baba, Wastahili, 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 wastahili. twasema unatosha, unatosha Baba, Unatosha, 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 unatosha. oh, wapendeza, wapendeza Baba, Wapendeza, 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 wapendeza. wastahili, wastahili Yahweh, Wastahili, 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 wastahili. anasema unatosha, unatosha Baba, Unatosha, 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 unatosha. Bwana warembesha, 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 warembesha. twasema wasamehe, 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 wasamehe. Bwana warejesha, 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 Sema wastahili, wastahili Yahweh.
wastahili, wastahili, wastahili. Mpate sifa na makofi. Haleluya. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa maana umetuandalia mambo mema katika maisha yetu. Tazama, mchungaji anataka kunena pamoja na sisi, and he has prepared a word for our soul and our heart. Why together, Lord, my Father, as the word comes to us, let us a blessing and correct and direct us in the ways that are acceptable before you. We thank you for this morning and for this opportunity, for there's none like you, for it's in Jesus' mighty name I do pray as we believe. Amen. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Makofi mazuri kwa Mungu. Revelation chapter 12. I will read a few verses from verse 10 to 12. 3 verses. Allow me to read in Jesus' name. Then I heard a loud voice in heaven proclaiming, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our comrades has been thrown down, who accuses them day and night before our God. But they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they did not cling to life, even in the face of death. Rejoice then, you heavens and those who dwell in them. But woe unto the earth and the sea, for the devil has come down to you with great wrath, because he knows that his time is short. Father, in Jesus' name, thank you for this bread that you have served us today. How I pray that you are going to break it into little pieces that we are able to digest, pieces that we are able to understand in the name of our Lord. Thank you, Holy Spirit, our friend, my guide and my teacher. For today you purpose to teach us your ways and to encourage us in yourself and to give to us your salvation by your word. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Na andiko ambalo nimelisoma liko kwenye Ufunuo linazungumzia habari za ushindi ambao umepatikana katika Kristo Yesu. Lakini kabla ya ushindi huo uzungumzwe katika hilo andiko ambalo tumelisoma, Biblia inasema yule Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo. Sio Yohana Mbatizaji. Ni Yohana mwingine aliyekuwa mtume. Yohana huyu ambaye ameandika kitabu anaitwa kwa kizungu John the Revelator. Yaani Yohana aliyefunuliwa mafunuo haya katika uandishi wake wa mwisho. Anasema alisikia sauti imenena kutoka mbinguni inasema, maana uokovu wa Mungu unashuka ulimwenguni, umekuja ulimwenguni. Wokovu umekuja ulimwenguni na nguvu na ufalme wa Mungu sasa na mamlaka ya Masihi wake yanaingia ulimwenguni. Katika ufunuo aliouona akasikia sauti ya kuzungumza maneno haya. Ujumbe wa habari njema kuhusu ufunuo wa wokovu wetu na nguvu na ufalme. Lakini baada ya maneno hayo inazungumzwa katika aya 11 ya kwamba ameanguka kutoka mbinguni, basi yeye ambaye ni mshtaki wa wapendwa, mshtaki wa wandugu, anayesimama mbele za Mungu kila siku kushtaki watu wa Mungu kwa hatia na makosa ya matendo yao. Anasimama shetani mbele ya Mungu kila siku kusema fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi. Yeye kazi yake ni ku-accuse watu wa Mungu.
lakini andiko hilo linanipendeza sehemu ya aya ya 11. Nasema ya kwamba lakini, neno lakini linatumika, but they have conquered him. Angalau tuna faraja kwamba tumemshinda, sio tutamshinda, tumemshinda. Inasema we have, now we have, not we will conquer him. We have conquered him by the blood of the Lamb of God and by the word of our testimony. Two things that are key in the life of every single person on earth. Be it you're born again or you are not born again. Two things, two major pillars are very key in your life. Hallelujah. One pillar is the blood of Jesus Christ. And another pillar that you must embrace, not just as a Christian, but as yourself, as a man, as a human being, you must embrace the pillar of the testimony of our Lord Jesus Christ. That He died on the cross and He rose again from the dead. That is the testimony we are supposed to carry. Tulikuwa tunaambiwa ushuhuda. Wacha hiyo ushuhuda yako kwamba nimeokoka, sijaona ubaya, hiki nimetembea sijaona ubaya. Waachana na hiyo ushuhuda. Hiyo ni nzuri. Lakini ushuhuda unazungumzwa hapa ni ushuhuda wa kwamba Yesu Kristo amepanda msalabani, amekufa na amefufuka. Huo ndio ushuhuda mkubwa zaidi ambao mitume walitembea ndani. Bwana apewe sifa. Na huo ndio ushuhuda wa kumshinda shetani. Huwezi ukazungumza ushuhuda huo kama hujamfahamu Yesu, kama hujamkumbatia Yesu. Bwana apewe sifa. Maana ni kwa damu ya Yesu Kristo tunaushinda ulimwengu. Yeyote miongoni mwetu leo, na hata yule ambaye anatutazama kutoka popote ulipo, ningependa ufahamu ya kwamba huwezi kuwa na ushindi juu ya shetani ambaye anasimama mbele za Mungu kila uchao, kila usiku, kila asubuhi kutushtaki. Utamshinda kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Na hiyo damu ya mwana kondoo si kwa kuijua tu, bali kwa kuipokea, na kwa ushuhuda huo kwamba kwa hiyo damu sasa tumekombolewa, tumepata ushindi. That is the testimony that we carry. And now I pray today, somebody in this place, you will carry along that testimony that Christ Jesus is Lord and His blood is sufficient in your life. Bwana apewe sifa. Amen. Damu ya Yesu ndiyo damu peke yake inanena mema. Mimi nilipokuwa zamani katika ulimwengu wa giza, mambo ya kiganga na uchawi ilikuwa ni kitu cha kawaida sana katika maisha yangu. Kitu cha kawaida sana. Kwa sababu tumelelewa katika jamii ambazo zinaamini ushirikina, zinaamini uganga, uchawi. Hata ndege akipaa juu ya paa la nyumba, tayari mtu anasema hawa wamekuja usiku nini. Nyinyi mnafahamu vizuri sana kwamba hiyo ndio familia na tamaduni za Kiafrika mahali tumelelewa. Lakini kushinda nguvu hizo, ilibidi tuingie katika eneo la kufahamu damu ya mwana kondoo wa Mungu. Biblia inasema hiyo damu ni bora kuliko damu ya wanyama ambao tulikuwa tunamwaga kila siku tukiwa katika ushirikina na uchawi. Tunaimwaga kila mara damu ya wanyama, damu ya kuku, kondoo, ng'ombe, mbuzi, tukinena, tukitamka ulinzi juu ya familia. Hiyo damu tulikuwa tunaifanya tukiwa katika giza zamani, na ambayo wengi wanaifanya leo na wengi wanaitafuta kuitumia leo ya wanyama na mbuzi. Hiyo damu imeshindwa na damu ya Yesu Kristo inenayo mema zaidi. Na hata ile damu ya Habili, Biblia inasema yule mwenye haki katika kitabu cha Mwanzo, mtoto wa Adamu, iliyomwagika ilikuwa haina hatia, ikawa ina uwezo wa kulia. Hiyo damu imeshindwa na damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ya mwana kondoo wa Mungu hailii, inanena mema, inanena utulivu, inanena amani, inanena uwema, inanena ufanisi, inanena ushindi katika maisha ya kila mmoja wetu.
Kwa hivyo ninapokuja kwako, ninakuja na kuomba, kama hujaitambua na kuipokea damu ya mwana kondoo kwa imani na kumwamini, ni wakati mwema wa kumwamini mwana kondoo. Muda umeisha. Hizi ni nyakati za mwisho. Hizi ni nyakati za mwisho, na mwisho huu sio ule mwisho tulikuwa tumeambiwa zamani na baba zetu. Huu mwisho ni ule mwisho wa kweli. Huu ni mwisho wa ukweli. Sisi ndio kizazi ambacho kinakaa nyakati za mwisho. Tujiandae wapendwa. Tuache mambo mengi, tuache mambo ya usanii. Tuache mambo ya usanii. Tuingie katika habari za kumtambua Yesu na kutembea ndani yake. Habari njema ni kwamba tumemshinda. Habari njema ni kwamba tumemshinda. Na tumemshinda kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ninanena damu ya mwana kondoo wa Mungu juu ya maisha yako. Ninanena damu ya mwana kondoo wa Mungu juu ya familia yako. Hiyo damu ya mwana kondoo wa Mungu ndio naitaja. Kama unaamini sema amina nzuri. Amen. Maana hakuna huzuni sasa. Biblia inasema tumemshinda, sio tutamshinda. Tumemshinda. Kwa hivyo kama tumemshinda, unafaa useme amina nzuri, maana wewe ni mshindi. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ninanena hiyo damu ambayo inanena, I proclaim the blood that speaks in your life. The blood of our Lord Jesus Christ. You are more than a conqueror in Christ Jesus. You have a testimony of his resurrection. You are more than a conqueror in Christ Jesus. Amen. Amen. Na Biblia inasema hawakuyapenda maisha yao hata katika uso wa mauti. Tumekondolea macho mauti sasa. Katika kizazi hiki tunaangalia mauti na macho. Sasa tusiogope na tusiyapende maisha yetu zaidi. Tusiyapende maisha yetu hata wakati tunakaa tunakodolea kifo macho. Amen. Hiyo ni habari mbaya sana kuisikia asubuhi. Lakini ni habari njema kwa sababu kuna damu inayokulinda. Kuna damu iliyotumwa ya mwana kondoo na inanena maishani mwako. Kwa hivyo usiogope, don't fear, because the blood of Jesus Christ is upon your life. Even as you move around in business here, know that you are covered by the blood that is above every single blood of humanity, every single blood of every animal, in the name of our Lord, the blood of Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Je, una ushuhuda wa kile kitu Mungu amekutendea? Ushuhuda huo useme. Lakini zaidi ya mno, sema ushuhuda uliouamini wa mwana kondoo Mungu. Kwa hivyo kama hujaamini Yesu, na hiyo nitazidi kuisema nisemavyo na nitasema tena, karibu ni wakati wa kumwamini Yesu, kwa sababu siku hizi ni hatari. Ile injili ya njoo upate gari tumemaliza. Sasa tumeingia kwa ile chapter ya injili ya njoo upate uzima wa milele, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Amen. If you are there and you have not received Christ Jesus, you have not believed in this Lord, it is your time. I want to pray with you. Are you there? That's the only gift I can give to you. Next week we are going to have the Holy Communion in this place, because this is a church. This is a church. Amen. Tunaenda kupata meza ya Bwana hapa juma lijalo kwa neema ya Mungu atujalie, kwa sababu hiyo damu ya mwana kondoo iliyonenwa ndio ile tunayoipata katika meza ya Bwana, na kukumbuka umwagikaji wa hiyo damu na uvunjwaji wa ule mwili wake. Kwa mwili wake tumepona, kwa damu yake tumelindwa. Kwa hivyo wiki ijayo ujiandae kwa meza ya Bwana. Bwana apewe sifa. Na hisi ndani yangu nanenewa hivyo, maana ushindi wako uko katika ushirika wa mwili wa Kristo Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Amen. 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 Glory to Jesus. Amen. This is a church, and this church is very powerful. This is one of the most powerful churches that I've ever seen. Amen. Amen. Church yenye watu wanakuja asubuhi na mapema. Hey. Na wengine bado wanajinyorosha kwa blanketi. This is one of the best churches. Glory to Jesus. Amen. So may the Lord bless you and keep you. Is there anybody who would like to give their lives to Jesus? You're saying sijaokoka na ningependa nikae hapo kwa hiyo damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ni wakati wako. Please, let me pray. Njoo nikuombe. Njoo nikuombe uokoe. Amen. Kwa sababu ya time. Tuokolee time.
Kama sio hayupo, basi nyosha mikono yako. Ningependa kukuombea mahitaji ya maisha yako. Kama unahitaji lolote moyoni mwako na unataka Mungu akutane na hilo hitaji, just raise up your hands to God as I pray this prayer in the name of our Lord. Let me pray over your life. Let me bless you. Acha nikubariki. Kama una mzigo yote mkononi, weka chini. Just raise up your hands to God. Let me bless you in Jesus' name. Because the Bible says, if you believe in God and you believe in His prophet, you will prosper. Because believing in God, you will be established. And believing in His prophets, you shall receive your prosperity. Let me pray for prosperity over your lives in the name of Jesus. Father, in Jesus' name, I thank you for your children. Thank you for your men and women. Thank you for your servants and your friends. How I pray that may you bless them. Bless them in Jesus' name. Lord, as they begin this day today, I pray that may your grace be sufficient. Let your blood, oh Lord, speak over their lives. Let your blood, Jehovah God, cover them wherever they are, in their businesses, upon this place, as they go, as they come. I pray that may you cover them, Lord, by your blood. They have believed in you. They have received in you. They have a testimony of you. I pray that may they overcome their grievances. They may overcome their fear and their worry and their trouble and their stress in the name of our Lord. By powers vested upon me by the kingdom of God, I nullify every single plan of the enemy upon their lives. I nullify every single weapon fashioned against them this morning in the name of Jesus. And Lord, I thank you because your name is the name that is above every other name. Therefore, Father God, I bless these people. I bless their entry into this business premise in Jesus' name. I bless their operations here. And I bless this place in the name of our Lord. Prosper this business because your name is in this place. Bless every single client who comes into this place, Lord, today. And I pray for the grace of your salvation here. And as they come in, Lord, Holy Spirit, minister in your own mysterious ways and meet with your people and bless them in Jesus' name. Those ones who are confused, Lord, I pray for your direction by your Spirit in the name of the Lord. Those ones who are sick, those ones who are worried, I pray that may you come through for them as they come and go out of this place. But because this is the sanctuary where you have put your name, Lord, I pray, bless us together. As we prepare for the Holy Communion next week, I pray that may you, by your Holy Spirit, minister to our lives this entire week. And as we look forward for your communion, we thank and we praise you. For I bless your people in the name of our Lord. In Jesus' name you are blessed. Amen. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Awabariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Until next week, may God bless you and keep you. Thank you so much. Brother Joseph, please. Can take the service. Thank you. God bless you. Amen. Thank you for the word, Pastor. And time is not on our side. I will just request you to give our offering as we wind up.